Kwa hivyo mpenzi wangu wa lugha, mahali ulipo, mwanafunzi mahali ulipo, nachukua wakaa huu kukaribisha kwenye kipindi hiki, kipindi ambacho kinatuarifu mengi kuhusu mada anuwai za Kiswahili, mada zikiwemo msamiati, sarufi ya Kiswahili, fasihi na swala la uandishi wa insha. Ni mie nahodha wa kipindi hiki Ustadh Kakamnai, na kama ilivyo ada naomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki, ndipo tuweze kusoma pamoja. Kwa leo mada yetu ningependa tuangalie watu na kazi zao. Watu na kazi zao. Hii ni mada muhimu ambayo huwa ipo katika sehemu ya msamiati, kwenye mada kuu ya msamiati. Kwa hivyo tunapozungumzia kwa mfano watu na kazi zao, tunaweza tukaangalia majina ama maneno kama vile baharia. Baharia kwa umoja, kwa wingi hukuwa mabaharia. Na baharia ni nani? Baharia ni mtu anayefanya kazi kwenye chombo cha bahari. Kwa hivyo unafanya kazi kwenye chombo cha bahari kama vile meli, basi wewe ni baharia. Endapo mko wengi, basi unaitwa baharia. Kwa hivyo kuna baharia, elewa kwamba ni yule anayefanya kazi kwenye chombo cha baharini. Kuna hatibu. Hatibu ni yule mtu anayetoa hotuba. Endapo umeenda mahali kuna athara ya watu, ama mahali kuna kadamnasi ya watu, mahali kuna mkutano, yule anayesimama akatoa hotuba yake ni hatibu. Kwa hivyo mtu anayetoa hotuba anafahamika kama hatibu. Umewaisikia kuhusu jasusi? Jasusi ni mpelelezi wa mambo ya nchi katika nchi nyingine. Kwa hivyo yule anayepeleleza mambo katika taifa jingine, huyo anaitwa jasusi. Huyo anaitwa jasusi. Ni mpelelezi wa maswala ya nchi katika nchi nyingine, basi ni jasusi, anaitwa jasusi. Kuna haramia, endapo umewahi jiuliza haramia. Na tunapozungumzia haramia, elewa kwamba haramia ni mtu anayevamia watu na kuwaibia kimabavu baharini ama ziwani. Kwa hivyo nimesema kwamba haramia kwa wingi ni maharamia. Ni mtu anayevamia watu na kuwaibia vitu vyao baharini ama ziwani. Baharini ama ziwani, basi anaitwa baharia. Kuna msamiati mwingine, dalali. Dalali ni mtu anayefanya kazi ya aina gani? Dalali tuelewe kwamba huyu ni mtu anayenadi na kuuza bidhaa mnadani. Kwa hivyo yule mtu anayenadi na kuuza vitu mnadani anaitwa dalali. Anaitwa dalali. Dobi, nadhani kwamba ni msamiati ambao unajulikana sana, na tuelewe kwamba tunapoongea kuhusu dobi ni anayefanya kazi ya kufua nguo na kuzipiga pasi. Kwa hivyo yule anayepiga pasi nguo na hata anafua na kuzipiga pasi, basi anaitwa dobi. Kuna kandawala. Kandawala ni mwendeshaji wa gari moshi. Sio dereva wa gari moshi, bali ni mwendeshaji wa gari moshi. Kwa hivyo yule anayeendesha gari moshi anaitwa kandawala. Anaitwa kandawala. Kuna kachero. Kachero ni anayefanya kazi ya kuchunguza habari za watu. Ni kama mpelelezi.
lakini kando na jasusi anafanya katika taifa jingine, lakini kachero anapeleleza ama anatafuta habari za watu kichini chini, anaitwa kachero huyu. Kuna mtu ambaye anaitwa kuli. Kuli ni mtu anayepaka na kupakua shehena kwenye meli. Kwa hivyo yule anayeweka mizigo kwenye meli, pia anatoa mizigo kwenye meli, basi huyo mtu anaitwa nani? Huyo anaitwa kuli. Kwa hivyo kuli ni wale watu ambao wanafanya kazi baharini ya kuweka mzigo kwenye meli na kutoa mzigo huo kwenye meli, basi huyu anafahamika kama kuli. Kuna wakala. Wakala ni ajenti wa shughuli fulani. Kwa hivyo ajenti wa shughuli fulani anafahamika kama wakala, na kwa wingi wanajulikana kama mawakala. Kwa hivyo wakala ni anayefanya kazi kama ajenti wa shughuli fulani. Mmoja ni wakala, wakiwa wengi ni mawakala. Kuna topasi au chura. Topasi au chura. Topasi au chura ifahamike kwamba huyu ni mtu ambaye anasafisha choo na hata kufagia barabara. Kwa hivyo yule mtu anayefanya kazi ya kusafisha choo na kufagia barabara anafahamika kama nani? Anafahamika kama topasi ama chura. Anaitwa topasi ama chura. Kuna neno jingine la kawaida linajulikana na wengi, balozi. Balozi kwa wingi ni mabalozi. Balozi kwa wingi ni mabalozi. Kwa Kiingereza ni ambassador ama high commissioner. Balozi, kumbuka kwamba ni mtu ambaye anayefanya kazi ya kuwakilisha rais ama kiongozi wa nchi katika taifa nyingine. Taifa jingine, sio nyingine. Kwa hivyo yule mtu anayefanya kazi ya kuwakilisha rais katika taifa jingine ni balozi. Endapo ni wawili au zaidi, ni mabalozi hao. Kwa hivyo wanaitwa mabalozi. Kuna mtu ambaye anaitwa mdarisi. Mdarisi ni DC. Kunradhi, si mdarisi. Mdarisi ni mwalimu. Mdarisi ni mwalimu. Lakini si kunuia kusema mdarisi, nilinuia kusema mudiri. Mudiri ni DC. Na ndiposa mara nyingi utasikia mudiri wa mudiria hii. Kwa hivyo mudiria huwa ni kama district. Nadhani kwenye katiba iliyopita tulikuwa na mudiria nyingi hapa nchini Kenya, lakini wakati huu tumekuwa na magatuzi. Kwa hivyo ni nadra tuwe na mudiri, lakini ukienda katika mataifa mengine kama taifa la Tanzania bado tuko na mudiri. Kwa hivyo mudiri ni DC. Kwa hivyo ni kiongozi anayewakilisha rais katika mudiria. Kwa hivyo anaitwa mudiri. Anaitwa mudiri. Kuna nokoa. Nokoa ni msimamizi mdogo wa shambani. Kwa hivyo mara nyingi utasikia kwamba ni nokoa huyo. Ni msimamizi mdogo wa shamba. Endapo tunarejelea msimamizi mkubwa wa shamba, hatuiti nokoa bali tunaita mkadamu. Tunaita mkadamu. Tunaita mkadamu. Kwa hivyo mkadamu ifahamike kwamba huyu ni msimamizi mkubwa wa shamba. Nokoa ni msimamizi mdogo wa shamba. Nokoa ni msimamizi mdogo wa shamba. Kuna sogora, kwa wingi ni masogora. Sogora ni stadi wa kucheza ngoma. Ni mtu ambaye ni galacha sana kwa kucheza ngoma. Ni mweledi sana kwa kucheza ngoma. Anaitwa sogora huyu. Kwa hivyo sogora tuelewe kwamba
huyu ni nani? Ni stadi ama bingwa ama farisi wa kucheza ngoma, anaitwa sogora. Seremala, kumbuka kwamba ni mtu ambaye ana uzoefu sana ama ni stadi wa kutengeneza samani ama fanicha. Yule mtu ambaye ana stadi sana wa kutengeneza fanicha anaitwa kumradhi, anaitwa seremala. Kuna mzegazega. Mzegazega ni anayeuza maji kwa kutembeza. Kwa hivyo yule muuzaji wa maji kwa kutembeza anaitwa mzegazega. Kwa hivyo mzegazega ni anayeuza maji kwa kutembeza, anaitwa mzegazega. Kwa hivyo mzegazega. Kuna mwandazi, na ifahamike kwamba tunapoongea kuhusu mwandazi ni anayepika chakula katika sherehe. Kwa hivyo anayepika chakula katika sherehe anaitwa mwandazi, anaitwa mwandazi, anaitwa mwandazi. Kuna nahodha, ni mwendeshaji meli, anayeendesha meli anafahamika kama nahodha, nahodha. Kuna mshenga. Mshenga ni mtu ambaye anatumwa kupeleka habari za posa. Kwa hivyo endapo unatumwa kupeleka habari za posa, basi huyo anaitwa nani? Huyo anafahamika kama kama mshenga, kama mshenga. Kuna ngariba. Ngariba ni anayewatairi wavulana, anayewatairi wavulana anaitwa ngariba, anaitwa ngariba huyu. Nakumbuka, kwa hivyo anawatairi wavulana ama wazunga. Kumbuka zunga ni nani? Zunga ni mvulana ambaye hajapashwa tohara ama hajatairi, anaitwa zunga. Kwa hivyo wale mazunga basi wale mazunga anapashwa tohara, kwa hivyo anaitwa kuna sonara. Sonara mfanyikazi huyu ni anafanya kazi ya kufua vitu. Sonara anafanya kazi ya kufua vitu kutokana na dhahabu ama kutoka kwa almasi. Kwa hivyo endapo anatengeneza vitu kwa kutumia dhahabu ama kumradhi, almasi, basi anaitwa sonara huyu, anaitwa sonara, anaitwa sonara. Kuna hamali. Hamali huyu anafanya kazi ya kufanya nini? Hamali ni anayesukuma mkokoteni, anabeba vitu ama mizigo kwa kutumia mkokoteni, basi anaitwa huyu hamali. Kwa hivyo wanafunzi, hao ni baadhi tu ya msamiati ambao nimejaribu kupitia kwenye kipindi hiki. Nimesema kwamba usisahau kusubscribe pale, kwa hivyo unaweza bonyeza hapo chini ukasubscribe kipindi hiki. Kipindi hiki kimenuia ama madhumuni yake kuu ni kufunza mada mbalimbali za Kiswahili. Kwa hivyo endapo uko hapo na unahitaji msaada kwa kusikiliza kipindi hiki, kwa hivyo naomba usubscribe, na kila wakati nitakuwa hewani pale kwenye mtandao wa YouTube, utanipata mie Ustadh Kakamunai, na kipindi ni Uketo wa Kiswahili. Uketo ni undani wa kitu kwa hivyo tunaita Uketo wa Kiswahili. Unaweza ukaandika ujumbe mfupi pale. Endapo kuna swali, andika ujumbe mfupi pale. Endapo una mchango pia, naomba kwamba ukaandike ujumbe, ukaniarifu mimi kwamba tufanye hivi, unaweza ukaboresha kipindi hiki kwa namna hii, ama ungetaka kujua ama kunisaili kuhusu masuala yanayohusiana na lugha. Nakutakia jioni mwanana mpenzi msikilizaji, nashukuru sana kwa kunisikiliza.